watumishi wa Mungu wote. Hii sehemu ni kubwa, siwezi kuisoma yote. Lakini lengo kubwa la kuita press hii ni kuambieni waandishi wa habari ni kwamba watumishi wanaochanganya siasa na dini makanisani wanamkosea Mungu, wanamkosea Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu watumishi hao wanajua kwamba Mungu ameshawakataza msichanganye siasa na dini. Tukiwa makanisani tuhubiri injili ya Mungu, tuisaidie serikali watu waache maovu wamgeukie Mungu. Watu wakiacha maovu wakimgeukia Mungu, serikali inatawala vizuri na watu tunafanya shughuli zetu. Tunatoka hapa tunaenda Kariakoo kununua vitu vyetu, unatoka hapa unapanda basi lako unaenda mpaka Mwanza, unatoka hapa unaenda mpaka Bukoba, unatoka hapo unaenda sehemu yote nchi, unalala kwenye hoteli kwa amani na utulivu, unyang'anyi mali zako. Hayo ndio kazi ambayo Mama Samia amepewa na Mungu aifanye. Nataka niwaambie Mama Samia hafanyi haya yote anayofanya kwa matakwa yake. Kuna mengine siwezi kuyazungumza kwa sababu kiongea wengi wao wasiomjua Mungu anatukana, lakini yoyote atakayetukana anamtukana Mungu. Haya ni maagizo ya Mungu. Mungu anasema tutii mamlaka, kwa sababu mamlaka hiyo iliyopo nayo imewekwa na Mungu. Kwa Mama Samia amewekwa na Mungu. Mambo yote Mama Samia anayofanya anaelekezwa na Mwenyezi Mungu. Anaongoza nchi hii. Mimi nimesoma kuanzia Warumi 13 mpaka 16. Nimeona mama huyu anaongoza nchi yetu vizuri sana. Tena kuna mambo mengine hayafanyi. Akifuata haya maelekezo ambayo Mungu amempa kuongoza nchi yetu hii, haisesi itakuwaje. Yaani sijui itakuwaje. Lakini kuna mengine hata mama hayafuati. Lakini kila anachokifanya, na hawa watumishi wa Mungu wanaoacha kuhubiri injili ya Mungu wanakwenda kufanya mambo ya kishetani, ndio wanakwenda kukutana sasa na mkono wa Samia Suluhu Hassan. Na Mama Samia Suluhu Hassan ni rais wetu. Yale anafanya sio kwake yeye anatekeleza maagizo ya Mungu. Anatekeleza kile Mungu alichomuongoza kuliongoza taifa hili, kwa sababu Mungu ndio amemweka yeye. Kwa hiyo naomba kila mtu anayefanya haya anayofanya kwenye nchi yetu, kwanza kasome haya maandiko, afu ndio arudi abishe. Awe mwanasiasa. Hata hawa wanasiasa wanaopiga makelele, Mheshimiwa Rais anawaangalia kwa sura la huruma, kwa jicho la huruma. Hajatekeleza maagizo ya Mungu. Mama Samia akitekeleza maagizo ya Mungu, leo Mama Samia huyu anatukanwa maskini, mama watu na familia zao. Unafika mahali kiongozi wa dini unaenda kutoa mifano mibaya kwa familia ya mtumishi wa Mungu. Unaenda kutoa maagizo mabaya kwa mtu ambaye ameteuliwa na Mungu, amepakwa mafuta na Mungu kuliongoza taifa letu la Tanzania, kwa sababu huyu ndio mfalme wa Tanzania. Kipindi kile walikuwa wanaitwa wafalme, kipindi hichi wanaitwa maraisi, ni viongozi wa nchi zetu. Mama Samia ni mpakwa mafuta, ameteuliwa na Mungu kutongoza sisi. Na mimi nikuwa kila napoona watu wanazungumza, wewe nazungumza, nikasema hivi kwa nini? Nikatafuta sana mpaka kufikia kuja kuzungumza. Nikasoma, mimi nasoma sana Biblia, nikasoma mpaka nikakutana na hii sehemu, nikasema kila ninachokisoma namuona mama yuko sahihi. Tena katika hiki kifungu cha Warumi 13 kuanzia mstari namba 1 mpaka namba 16, mengine mama hata kuna zaidi ya mambo karibia sio mangapi hata aligusa mengi. Amegusa mambo matatu tu, mengine hatajagusa. Wanasiasa wanamtukana mama huyu, wanamtukana hovyo. Mimi naomba niwaambie Watanzania wenzangu, ifike mahali sasa nchi hii ionekane na mtawala. Polisi wafanye majukumu yao, jeshi lifanye majukumu yao, magereza wafanye majukumu yao, walio mahakamani wafanye majukumu yao, na sisi wa Tanzania tufanye ya kwetu tuliopewa. Kama wewe mtu kweli raia wa nje ya nchi, unaingia kwenye nchi yetu, umeingia kwa amani, unaambiwa shida yako ni nini? Mimi nakuja kufanya biashara. Viko taasisi zimeteuliwa zinahusika na biashara, ikiwepo TIC, ikiwepo TRI.
hufanyi makosa, nchi yetu utatamani uhamie hapo ukae, nchi ya amani na utulivu. Kama wewe raia unafanya biashara zako halali, huna shida na mtu, utaishi kwa raha mstarehe. Sasa leo unainuka, unakaa kwenye mtandao, unaona tu Mama Samia ametoka tu labda kazungumza jambo fulani, unaanza kuchat, unatuma message, unaanza kutuma message ya ajabu, unatukana. Mama Samia hizi message zote anasoma na hizi comment zote. Mama Samia akitoa amri, kila mmoja anaye comment akamatwa afikishe mahakamani. Nataka niwaambie kila unaye comment utapelekwa mahakamani. Sema hajaamua na waonea huruma tu. Dunia hii ni kijiji. Na ndio maana mnapoambiwa sajilini simu zenu, peleka NIDA. NIDA ile inaonyesha mpaka unatoka kwa nani, mpaka kila kona. Wewe leo una comment unatukana tu. Unafuata mpaka mlangoni, ngongo bwana fulani, hebu tunakuhitaji njoo. Haya, unaona comment zako hizi. Lakini Mama Samia hawa watu wanawasamehe tu. Anawaangalia, anawasamehe. Wanatukana, wanajiona wajanja. Mimi juzi kuna mtu alinitukana matusi kwenye nani? Kwenye mtandao ameongea mimi katukana. Basi mimi nikasema ngoja nitolee mfano. Yuko sasa hivi kwa ndani amewekwa. Nimeenda kumkamatia Kigoma. Ameletwa hapa. Paka ananiuzaje, mzee umenipataje, umejuaje? Kaambia simu yako hiyo si umesajili. Na ndio maana TRA inasema kila wakati sajili. Ukienda benki, weka details zako kwa NIDA. Ukienda hiki, ukifanya uhalifu kama tunataka sifuri, ndio maana nakwambia dunia kijiji. Kwa hiyo mimi nawashauri, yani acheni kutukana. Ipo siku utajikuta hayo matusi, unatuma komenti zako za matusi za kutukana viongozi, unatukana watu tu, alafu namuuliza bwana limekamata Kigoma. Sasa ulikuwa unatukana nini? Mimi nimeona tu wamesema wewe mtu fulani, basi mimi comment tu, mimi comment siji chochote. Mimi nimeona mzonga comment, mimi comment tu. Kuto kufanya kosa kwa kuto kujua kosa ni kosa. Hausemi kwamba kwa sababu nilikuwa na sijui jamani nisameheni, ni kosa. Mimi ninawaomba Tanzania wenzangu, acheni mihemko ya kutukana kwenye mitandao. Acheni mihemko ya kudharau. Mama Samia ni mama, ni mzazi. Hivi nikuulize swali moja. Wewe leo unaona mama yako mzazi anatukana matusi yale, utajisikiaje? Wewe mwanasiasa mtu mzima na heshima zako, unabwabwaje unaongea maneno matusi? Mimi naliomba jeshi la polisi zidi kuwa wakali. Mimi kwa haya niliyosoma kwa Warumi 13 kuanzia sura ya kwanza mpaka ya 16, mimi naliomba jeshi la polisi lifanye kazi yake. Liwe wale wakali sana kupita kiasi. Ifike mahali nidhamu ziwepo.